Rehema, ni afisa udhibiti ubora wa shule wilaya ya Kibondo. Karibuni sana. Niombe kila mmoja aweze kutaja majina yake kwa usahihi kwenye utambulisho. Karibu. Asante. Habari za asubuhi. Naitwa Sweetbet Kashaiga, ni mdhibiti ubora wa shule ya halmashauri ya wilaya ya Kibondo. Asante. Habari za asubuhi. Naitwa Maxensus Mangogo, ni mdhibiti ubora wa shule ya halmashauri ya wilaya ya Kibondo. Mimi naitwa Francis Mbaga, ni mdhibiti ubora wa shule ya wilaya ya Kibondo. Lengo kuu la siku hii ya leo la kukutana ninyi waandishi habari na wadhibiti ubora wa shule ni kuelezea shughuli za idara ya udhibiti ubora wa shule. Kama mnavyojua, idara ya udhibiti ubora wa shule imetokana na ukaguzi wa shule. Zamani iliitwa ukaguzi wa shule, lakini kutokana na matamko mbalimbali idara yetu ikapata kibali cha kubadili jina kutoka ukaguzi wa shule kuwa udhibiti ubora wa shule. Kwa nini imekuwa udhibiti ubora wa shule? Imeitwa udhibiti ubora wa shule kutokana na ukaguzi wa shule kuonekana kwamba ilikuwa ni idara ambayo ina changamoto. Kipindi cha ukaguzi wa shule, wakaguzi walikuwa wanaweza wakaenda kwenye kituo bila kutoa taarifa. Walikuwa wanaweza wakafika pale wakafanya majukumu, na walikuwa na mamlaka kulingana na sheria iliyounda ukaguzi wa shule sura namba 353 ya mwaka 1978 kifungu cha 41, ilikuwa haishirikishi jamii. Walikuwa wakifika pale, shughuli zinafanyika, na kulikuwa na maamuzi ambayo yalikuwa yanaweza yakatolewa pale. Kama mwalimu hajatekeleza majukumu, adhabu ilikuwa inaweza katolewa au kushushwa cheo au kuvuliwa madaraka. Kwa hiyo kulingana na maoni ya wadau na mapendekezo ya wadau, ikaonekana kwamba pengine walimu wanaonewa au pengine wanashindwa kutimiza majukumu yao kutokana na kutokuwepo kwa ushirikishwaji. Kwa hiyo kutokana na maoni ya wadau ikaanzishwa idara ya udhibiti ubora wa shule, ambayo ilianza rasmi kwa kuwa na kiunzi cha utekelezaji. Na katika utekelezaji wa majukumu hayo, idara ya udhibiti ubora wa shule inazo taratibu mbalimbali au inayo miongozo mbalimbali ambayo inasaidia katika kutekeleza majukumu. Majukumu ya msingi kabisa ya idara yetu ya udhibiti ubora wa shule ni kufanya tathmini. Tathmini zetu ziko za aina tofauti tofauti. Ipo tathmini ya jumla. Tunaposema tathmini ya jumla, maana yake tunaenda kuikagua shule kwa ujumla wake, kwa maana ya ufundishaji na ujifunzaji, mazingira ya shule, usalama wa wanafunzi, miundombinu ya shule, jamii inayoizunguka namna inavyoshiriki katika kuchangia uendeshaji wa shule. Kwa hiyo dhana ya udhibiti ubora ni shirikishi. Ndiyo hayo mabadiliko makubwa ya kutoka ukaguzi kuja udhibiti ubora wa shule. Lakini pia ipo tathmini ya ufuatiliaji. Mara baada ya kufanya tathmini, huwa tuna muda maalum wa kwenda kufanya ufuatiliaji, kuona yale tuliyoyashauri kama yamefanyiwa marekebisho, ambapo tukitoka kule taarifa zile za tathmini huwa tunawapa wadau mbalimbali ikiwemo mkurugenzi. Ya kuwa tumetoa taarifa hizo, huwa zinatakiwa zifanyiwe kazi ndani ya siku 60. Kwa hiyo ndani ya siku 60 ama zaidi huwa tunafanya tathmini ya ufuatiliaji, ambapo huwa tunaenda kuona ni mambo gani yale tuliyoyashauri kama yamefanyiwa marekebisho. Lakini sio hivyo tu,
Sio hivyo tu, tuna tathmini maalum. Tathmini maalum maana yake huwa inahusisha na masuala ya usajili, au kama kuna tukio limejitokeza, pengine kuna majanga yametokea kwenye shule zetu, huwa tunafanya tathmini maalum na kutoa ushauri. Pia katika tathmini maalum huwa pia kuna tathmini ya usajili. Pengine kuna shule imeanzishwa inahitaji kusajiliwa, hiyo tunaiita ni tathmini maalum. Na kazi nyingine, majukumu yetu ya idara huwa ni kufanya tafiti tatuzi kulingana na eneo, kulingana na jamii inayotuzunguka. Kuna kitu tunaweza tukakiona, tukakifanyia utafiti, tukawasilisha serikalini, na hasa kwenye wizara yetu ya sayansi na teknolojia, ambapo idara yetu ya udhibiti ubora ndiyo inayopokea. Maana idara yetu ya udhibiti ubora ndani ya Wizara ya Elimu ni kurugenzi mojawapo. Zipo kurugenzi pia za msingi na sekondari, zipo kurugenzi za vyuo, zote ziko ndani ya Wizara ya Elimu, lakini pia TETI ambao ni wakuzaji wa mitaala. Kwa hiyo sisi tunapofanya tafiti tatuzi tunapeleka idara yetu ya udhibiti ubora, nao wanaangalia ile tafiti tatuzi ni wapi inapoenea na kuifanyia kazi. Kwa hiyo maneno haya tunayasema ili jamii yetu iweze kujua. Kuna watu wengine hawajui udhibiti ubora tunafanya kazi gani, lakini hizo ni kazi za msingi na ambazo jamii yetu wanatakiwa wazifahamu. Kwa mfano hapa Kibondo tunazo shule za msingi na sekondari ambazo tayari tumeshafanyia tathmini hizi nilizozitaja. Mpaka sasa tumefikia 80% ya utekelezaji wa mpango wa mwaka wetu wa fedha wa 24-25. Tumeshafanya tathmini ya jumla kwa shule za msingi 28, kilinganisha na lengo tulilenga 34, kwa hiyo tuko 80%. Lakini sekondari tulilenga 5, tumeshafanya 2, tuko 40%. FDC hatujafanya, lakini kabla ya mwaka wa fedha kumalizika tutafanya. Pia tuna tathmini ya ufuatiliaji, tulilenga kufanya shule 3 kwa msingi, tumeshafanya 6, tumeshafikia 200% ya lengo, na sekondari tulilenga kufanya 2, lakini hatujafanya. Kwa ujumla wake kwa idara tumeshatekeleza 80% ya lengo la kufanya tathmini. Na maeneo yote haya tuliyopita tumeshirikisha jamii, tunakuwa na vikao vya wazazi, tunakuwa na vikao kama vya kamati ya shule, tunakuwa na wadau wanaoizunguka taasisi mahali pale. Kwa hiyo huwa tunapata nafasi ya kutoa elimu na kuelimisha jamii juu ya taratibu zinazosimamia uendeshaji wa elimu. Huwa tunawashauri mambo mbalimbali, ambapo nitaomba mdhibiti mwenzangu aweze kusemea, na hasa mabadiliko ambayo kwa sasa tunayo, ambayo ni mabadiliko ya mitaala, ikiwa ni pamoja na mabadiliko ya sera ya elimu na mafunzo ya ufundi ya mwaka 2014 toleo la 2023. Mabadiliko haya tunayaita ni maboresho, maana sera imekuwepo tangu 2014. Kwa hiyo maboresho hayo ndio tumeanza kuyatekeleza tangu 2023. Nimwalike mdhibiti mwingine aweze kuendelea na kufafanua hasa upande wa sera ya elimu na mafunzo ya ufundi. Karibu. Sema mdhibiti mkuu kuhusu maboresho ya mtaala. Sisi kama idara ya udhibiti ubora tulioko chini ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, kimsingi sekta ya elimu katika utekelezaji inatekelezwa na wizara mbili. Wizara ya kwanza ni Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia na Ofisi ya Rais TAMISEMI.
Ofisi ya Rais TAMISEMI wao kazi yao ni utekelezaji katika ngazi za shule, lakini Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia ye kazi yake ni kutunga sera, kuandaa mitaala, vitabu na nyenzo zote za ufundishaji shuleni. Kwa hiyo sisi kama idara ya udhibiti ubora, kazi yetu kama sehemu ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia ni kwenda kuangalia ubora katika ngazi ya utekelezaji kuanzia elimu ya awali, msingi, sekondari hadi vyuo vya ualimu. Sasa kutokana na maboresho yaliyofanyika mwaka 2023 ya mtaala ulioboreshwa kama alivyosema mkuu wa idara, labda tuanze kusema ni kwa nini haya maboresho yamefanyika. Maboresho haya yamefanyika kutokana na sababu zifuatazo. Kwanza ilikuwa ni kukamilika kwa mzunguko mmoja wa elimu. Kwa kawaida mzunguko mmoja wa elimu ukikamilika, mfano wanafunzi wakianzia elimu ya awali mpaka wanamaliza kidato cha 6, kwa kawaida serikali huwa inatathmini kuangalia ule mzunguko mpaka wanamaliza wale wanafunzi kama kuna maboresho yanapaswa yafanyike. Lakini la pili ni kutokana na mahitaji ya jamii. Nyote mnajua zilikuwepo maoni ya wadau mbalimbali, hasa mtu maarufu aliyekuwa anasikika alikuwa Mheshimiwa Kishimba akisema kwamba mfumo wetu wa elimu kwa sasa hautoshi kumwandaa mwanafunzi kukabiliana na hali halisi ilivyo. Kwa kutokana na maoni ya watu ikaonekana kuna haja ya kufanya maboresho. Lakini kuna kitu ambacho hatuwezi kukisahau kwamba watu wanaweza wakaomba maboresho wakazungumza, lakini uongozi ulioko madarakani kama hauna utashi wa kufanya hilo jambo linaweza lisifanyike. Kwa hiyo sisi tunaamini kama idara ya udhibiti ubora na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwamba utashi wa rais aliyeko madarakani Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ndiyo kichocheo kikubwa cha mabadiliko. Mnakumbuka wakati anaongea na analihutubia bunge alisema kwamba kuna haja ya kufanya mabadiliko katika mfumo wa elimu. Kwa hiyo chochote kinachofanyika katika elimu, maboresho yote yanayofanyika, yote msingi wake ni maamuzi ya Mheshimiwa Rais. Angeamua kukaa kimya tusingefika hapo. Kwa hiyo ni kitu gani kimebadilishwa? Kwa hiyo yeye aliposema kwamba tunapaswa tubadilishe mfumo wetu wa elimu ili kuandaa kizazi cha wanafunzi wenye ujuzi wa kutosha kwa ajili ya kushindana kitaifa na kimataifa na kukabiliana na mabadiliko yaliyoko katika dunia ya sasa. Kwa hiyo ikaandaliwa mitaala ambayo itaitafsiri ndoto ya Mheshimiwa Rais kwa ajili ya kutengeneza hicho kizazi ambacho kitakabiliana au kitaendana na maono anayoyataka. Sasa ni mambo gani yaliyomo katika hayo mabadiliko ya mtaala? Kwanza, elimu ya awali mwanafunzi ataanza akiwa na miaka 5 na itakuwa ya mwaka mmoja. Kwa hiyo mwanafunzi ataanza elimu ya awali akiwa na miaka 5. Lakini pia elimu ya msingi imetoka miaka 7, ile ya awali imekuja mpaka miaka 6. Kwa wanafunzi watakuwa wakianza elimu ya awali atakuwa anaishia darasa la 6 kwa ngazi ya elimu ya msingi. Akishamaliza darasa la 6, mwanafunzi ataingia sekondari mpaka kidato cha 4. Kwa hiyo katika maboresho tulionayo, mwanafunzi akishaanza darasa la kwanza lazima abalize kidato cha 4. Hakutakuwemo kupotea katikati. Ndio maana tunaita kwamba kuanzia elimu ya awali mpaka kidato cha 4, hiyo ni elimu msingi ambayo lazima kila mwanafunzi aipate. Lugha ya kufundishia na kujifunzia katika hizi ngazi zote itakuwa ni Kiswahili na Kiingereza. Kwa tafsiri yake ni nini? Kwamba kwa msingi tuna shule ambazo zinafundisha kwa Kiswahili za serikali, lakini pia tuna shule za serikali zinazofundisha kwa lugha ya Kiingereza. Tunazo nchi, na kwa halmashauri yetu ya Kibondo tuliko kwenye mchakato wa kuianzisha shule ya serikali ya msingi itakayofundisha kwa lugha ya Kiingereza. Lakini pia kwa sekondari inaruhusiwa kufundisha kwa shule kwa lugha ya Kiingereza, lakini pia na kwa lugha ya Kiswahili kama shule inaweza ikaamua kufanya hivyo. Lakini pia tuna shule za English medium ambazo katika ngazi ya msingi zenyewe zinatumia lugha ya Kiingereza, hizo zinafahamika. Lakini nikisema kwa serikali kwamba tuna shule za msingi zinazofundisha kwa Kiswahili, lakini pia tuna shule za serikali zinazofundisha kwa lugha ya Kiingereza. Jambo lingine, kwa kuwa mwanafunzi akimaliza elimu darasa la kwanza, akianza darasa la kwanza inabidi amalize mpaka kidato cha 4, hatutakuwa na mtihani wa darasa la 7. Huo mtihani umefutwa na hilo darasa halitakuwepo.
Kwa hiyo mtihani wa darasa la 7 utakuwa umefutwa. Badala yake tutakuwa na mitihani ya upimaji kwa darasa la 2, darasa la 4 na darasa la 6. Lengo la ile mitihani sio kuwachuja wanafunzi, ni kuwapima ili kuona maendeleo yao, lakini pia kupima ile mifumo ya tathmini inayoendelea ndani ya shule. Kwa hiyo ndio maana tunaita mitihani ya upimaji, ambayo itakuwa na malengo ya kuwapima wanafunzi kuona kama yale malengo yaliyokusudia yamefikiwa, lakini pia mitihani hiyo itasaidia watekelezaji na wafanya maamuzi kuona namna ya kuboresha utekelezaji au usimamizi wa elimu katika ngazi husika. Masomo ya elimu ya msingi yatakuwa ni kusoma, yatatilia mkazo katika swala la kusoma, kuandika na kuhesabu, jiografia, Kiswahili, sanaa na michezo, hisabati, sayansi, historia ya Tanzania na maadili, dini, Kiingereza na stadi za kazi. Na unaona kuna somo la historia ya Tanzania na maadili, lengo ni kutengeneza kizazi ambacho kina maadili mema, lakini ambacho kinajivunia uzalendo wa nchi yao na wako tayari kuitetea na kujenga nchi yao. Ili aliji tu hivi, lazima tuwajenge watoto kuanzia katika ngazi ya chini, wakiwa madarasa ya chini, na hili somo litafundishwa kwa lugha ya Kiswahili katika ngazi zote, ili kuwajenga wanafunzi kuwa wazalendo katika nchi yao. Mabadiliko mengine yaliyofanyika katika mtaala wa zamani, somo la Kiingereza lilikuwa linafundishwa kuanzia darasa la 3. Lakini yamekuweko maoni ya watu wengi kwamba tuna changamoto ya wanafunzi wetu kuhitimu hawana uwezo wa kumudu lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo moja ya suluhisho, Kiingereza kimeanza kufundishwa kuanzia darasa la 1. Kwa wataanza kujifunza Kiingereza kuanzia darasa la 1. Lakini pia katika mtaala ulioboreshwa imetolewa fursa ya shule kufundisha lugha zingine za kigeni ikiwemo Kichina na Kifaransa. Sasa shule yoyote ambayo ina uwezo wa kufundisha haya masomo ya Kichina na Kifaransa imepewa fursa na inaruhusiwa kufundisha hayo masomo ili kuandaa wanafunzi kuweza kumudu lugha mbalimbali ambazo zitawasaidia kukabiliana na soko la ajira la kimataifa. Kwa upande wa sekondari tutakuwa na mikondo miwili. Mkondo wa kwanza utaitwa mkondo wa jumla na mkondo mwingine utaitwa mkondo wa amali. Kwa hiyo mwanafunzi atachagua kutokana na uwezo na matakwa na malengo yake ya baadaye, kama ataingia mkondo wa jumla au mkondo wa amali. Tunaposema amali tunamaanisha nini? Ni kwamba ni mkondo ambao utakuwa unamfundisha mwanafunzi atakapomaliza au ana fani ambayo itamsaidia yeye kuweza kukabiliana na maisha yake au kuweza kutafuta ujira ambao unaweza ukamsaidia kuyamudu maisha. Kwa hiyo mwanafunzi atatakiwa asome fani fulani kabla hajamaliza kidato cha 4 ili aweze kujiajiri au kuajiriwa baada ya kumaliza. Sasa mkondo wa amali utakuwa na fani zifuatazo ambazo mwanafunzi anaweza kuchagua. Moja ni kilimo na ufugaji, nyingine ni umakanika, biashara na ujasiriamali, sanaa na ubunifu, elimu ya michezo, ufugaji wa nyuki, uchimbaji wa madini, urembo na kadhalika. Mfano katika mkoa wetu kwa shule ya Kigoma Sekondari wao ipo fani ya elimu ya michezo. Elimu ya michezo sasa hivi imekuwa ni ajira na ni ajira ambayo inalipa vizuri sana. Kwa hiyo na tuna shule nyingine hapa ya Mkugwa na yenyewe inajengwa kwa ajili ya mafunzo ya amali. Kwa mwanafunzi atakayekuwa kwenye mkondo wa amali, sio kwamba atakuwa anasoma, mfano akichagua kusoma fani ya michezo, sio kwamba atakuwa anasoma masuala ya michezo, lakini pia atakuwa na masomo 4 ya jumla ambayo anapaswa ayasome. Masomo hayo ni hisabati, elimu ya biashara, Kiingereza, historia Tanzania na maadili. Hii kama nilivyowaambia awali kwamba ni somo la lazima na muhimu kwa kila mwanafunzi kulisoma. Kwa sababu hilo ndio linamjenga kwa ajili ya uzalendo na kuwa na maadili mema. Wahitimu watakao kuwa katika mkondo wa amali katika ngazi ya sekondari watatunukiwa vyeti viwili. Yaani cheti cha jumla cha kwamba amemaliza elimu ya sekondari, lakini atapata cheti kingine kutoka NECTA kinachomtambua kwamba ana fani nyingine ya ufundi. Kwa hiyo atakuwa na vyeti viwili. Kwa hiyo kwenye hizi shule ambazo zitakuwa na mkondo wa amali zitakuwa na wakala wa VETA ili kusimamia masuala ya ufundi. Kuna maswali wanajamii wanauliza kwamba itakuwaje hizi shule kuendesha hii mikondo miwili.
lakini serikali imeamua kwamba kila shule itakuwa na wakala wa VETA ambaye atakuwa anasimamia masuala ya ufundi hasa katika ule mkondo wa amali. Kila shule kutaanzishwa somo jipya la mawasiliano ya kitaaluma katika level na ualimu, lakini pia wanafunzi kuanzia ngazi ya chini watafundishwa misingi ya awali ya tehama na kompyuta maarufu kama coding. Naona kwa sasa hivi dunia inahamia kurudi katika masuala ya tehama. Kwa hiyo ili kuendana na hilo, watoto kuanzia ngazi ya chini ya elimu ya awali wataanza kujengewa misingi ya matumizi ya kompyuta katika ngazi ya chini ambayo kwa kitaalamu inaitwa coding. Lakini pia masomo ya sayansi na tehama yamesisitizwa katika ngazi zote za elimu. Mabadiliko mengine ni kwamba somo la civics limeunganishwa na historia ya Tanzania na maadili kwa upande wa O-level. Tulikuwa na somo la civics wakati wa O-level, lakini sasa hivi limeunganishwa katika historia ya Tanzania. Jambo lingine ambalo michepuo mingine ambayo imeongezeka katika O-level, tutakuwa na michepuo ya sanaa, lugha, muziki, michezo na tehama. Mwanzoni tulikuwa na michepuo ya maarufu iliyokuwa inafahamika, ilikuwa ni sanaa, sayansi, lakini na biashara. Lakini sasa hivi unaona kuna iliyoongezeka, tuna sanaa, tumeongeza michezo, lakini serikali pia imeongeza swala la tehama. Kwa hiyo ni michepuo ambayo imeongezeka ikiunganika na ile iliyokuwepo mwanzoni. Lakini masomo mengine ya O-level yatakayofundishwa ni biology, physics, chemistry, history, geography, historia ya Tanzania na maadili. Hii inabaki katika lugha ya Kiswahili kama nilivyosema, sabati, Kiswahili, English, elimu ya biashara, utunzaji wa taarifa za fedha. Lakini pia na hili somo limepewa kipaumbele la elimu ya fedha, jambo ambalo imeonekana lina changamoto katika kizazi chetu hiki. Kwa hiyo mtaala na ulioboreshwa umelizingatia hilo kwamba wanafunzi lazima wajengewe misingi na stadi za namna ya kufanya biashara, lakini na kuwa na nidhamu ya utunzaji wa fedha. Mambo mengine au masomo mengine watakayosoma ni computer science, Bible knowledge, elimu ya dini na Kiislamu. Sasa utekelezaji wa huu mtaala, unaona kuna mabadiliko mengi na wanahitaji walimu ambao wanapaswa kuweza kuwafundisha wanafunzi katika hizo ngazi. Sasa serikali imejipangaje ili kupatikana kwa walimu wanaoweza kuwasaidia wanafunzi? Kwanza, katika vyuo vyetu vya ualimu ambavyo viko chini ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, awali walimu walikuwa wanaanzia ngazi ya cheti, ambao kujiunga ngazi ya cheti ulipaswa uwe umemaliza form 4. Halafu tulikuwa na ngazi ya diploma. Kupata diploma ilikuwa na namna mbili, ama uwe umemaliza kidato cha 6 au na cheti cha ualimu, inakuwa ni sifa ya kwenda ngazi ya diploma. Degree ilikuwa ni sifa mbili, ama umemaliza kidato cha 6 au na diploma ya ualimu. Lakini sasa ili kuendana na haya mabadiliko katika ngazi ya elimu ya ualimu, serikali imefuta ualimu wa ngazi ya cheti. Kwa hiyo walimu wote wataanzia ngazi ya diploma hadi ngazi ya shahada. Na kujiunga diploma ya ualimu, mwalimu lazima awe amemaliza kidato cha 6 na kufaulu. Kwa hiyo kidato cha 4 sio sifa tena ya kuingilia kwenye kazi ya ualimu. Na ili kuwaimarisha walimu, mwanzoni tulikuwa na utaratibu mwalimu anaweza akasoma cheti hiki, diploma akaenda kusomea ualimu vitu vingine, unakuta ni mchanganyiko. Lakini sasa hivi ilikuwa na walimu imara, mwalimu akiingia na akisomea diploma tuseme elimu ya awali, akienda degree inabidi ajiimarishe katika hiyo elimu ya awali, ili tuwe na mwalimu imara mwenye uwezo na maarifa ya kutosha kufundisha katika ngazi husika. Na utekelezaji wake umeshaanza. Na kwa sasa hata walimu wanaoajiriwa elimu ya awali ni walimu ambao wana ngazi ya shahada au degree. Kwa hiyo ni jamii inapaswa ijue, hata ikimuona mwalimu yuko anafundisha elimu ya awali, wajue kwamba ni mwalimu wenye degree ya elimu ya awali. Ni maboresho yaliyofanyika na serikali na tunao walimu katika shule zetu. Hii itaondoa dhana ambayo ipo kwamba inawezekana mwalimu elimu ya awali ni mwalimu ambaye hana elimu nzuri, au wa shule ya msingi hana elimu nzuri, lakini ni walimu ambao
wana elimu ya kutosha na umahiri wa kutosha. Kwa hiyo lakini pia katika mikondo hii ya amali kama tulivyosema mwanzoni kwamba VETA na ACTIVATE hizo zote ni taasisi zilizoko chini ya Wizara ya Elimu. Kwa hiyo yapo yanafanyika utaratibu wa namna ya kuziunganisha hizi taasisi ziweze kutoa hiyo huduma na elimu katika ngazi husika. Kwa hiyo utekelezaji wetu ukoje katika halmashauri yetu ya Kibondo? Tuna shule za msingi 95 ambazo 5 ni za binafsi na 90 ni za serikali. Hizi za serikali 90 zote zina elimu ya awali mpaka msingi. Za serikali hizi 5, 2 zina elimu ya awali tu, lakini 3 zina elimu ya awali mpaka msingi. Utekelezaji wa mtaala ulioboreshwa katika hizo shule. Kwa shule zote tulizo nazo kuanzia elimu ya awali la kwanza, la pili, la 3 na la 4 zinatekeleza mtaala ulioboreshwa. Kwa hiyo sisi hayo tunayaona ni mafanikio. Na kwa shule zetu za sekondari tulizo nazo na zenyewe kwa sasa kwa kidato cha kwanza shule zote zinatekeleza mtaala ulioboreshwa. Na sisi kama idara ya udhibiti ubora wa shule, majukumu yetu ni nini katika hilo? Tumefanya kazi ya kutoa elimu kwa walimu wote kuanzia elimu ya awali, msingi na sekondari kuhusu mtaala ulioboreshwa, tukishirikiana na Taasisi ya Elimu Tanzania ambako walimu tumewajengea uwezo. Lakini pia tunafanya tathmini na ziara shuleni kwa ajili ya kuangalia utekelezaji wa mtaala ulioboreshwa ukoje, ambako huko tunatoa msaada wa kitaaluma na kitaalamu ili kuendelea kuwajengea walimu uwezo wa namna ya kutekeleza huo mtaala. Jambo linavyoanza linakuwa na changamoto, lakini changamoto hizo sisi tunazigeuza kuwa fursa. Ndio maana idara ipo, na bahati nzuri idara ya udhibiti ubora ni idara ambayo iko kila halmashauri na ina uwezeshwaji mkubwa sana, ina vyombo vya usafiri vya kisasa, ofisi nzuri kama mnavyoona. Kwa hiyo tunatimiza majukumu yetu kuhakikisha kile mwalimu anapokuwa na changamoto tunamsaidia ili kuendana na haya mabadiliko ili kuifikia adhima ya serikali iliyokusudiwa. Kwa hiyo na ili kuboresha utendaji wa idara yetu, Wizara ya Elimu Sayansi inahama kutoka katika mfumo wa kawaida tumeingia katika mfumo wa kitehama. Tumeshaanzisha mifumo miwili ambayo ni ya kiutendaji ya kutusaidia katika kutekeleza majukumu yetu ya kila siku. Mfumo wa kwanza unaitwa mfumo wa usajili wa shule. Mfumo wa uanzishaji na usajili wa shule kwa kifupi SAS. Mfumo umeanza mwaka jana. Mwanzoni usajili wetu tulikuwa tunaufanya kwa njia ya makaratasi, lakini sasa hivi tunaingia katika mfumo ambako mabadiliko yoyote yale mdau au anataka wa binafsi au wa serikali anataka kusajili shule, kuongeza mkondo, kufanya chochote kile, tunafanya kwa njia ya kitehama. Ni kwa nini tumeamua kama Wizara ya Elimu kuanzisha huo mfumo? Lengo ni kupunguza gharama kwa muombaji. Mwanzoni hawa wadau wetu ni wa binafsi na serikali, kwa sababu shule za serikali ngazi ya halmashauri miliki ni mkurugenzi. Mwanzoni alipokuwa anataka kusajili shule au kufanya mabadiliko, alikuwa analazimika kubeba ile barua na kusafiri kwenda Dodoma kwenda kufuatilia usajili wa shule. Hata liwe swala dogo, kuongeza mkondo, iwe ni kubadili jina la shule, alikuwa analazimika kusafiri mpaka Dodoma. Ila sasa hivi hawezi kusafiri. Muda wowote mahali popote anapokuwa anaingia kwenye mfumo, anafanya maombi, haya maombi yanachakatwa na ndani ya muda mfupi anapokea barua kutoka kwa kamishna kama atakuwa amekidhi vigezo na kupewa kibali cha lile ombi alilolifanya. Kwa hiyo imesaidia kupunguza gharama kwa waombaji. Na kwa Kibondo ili tushafanikiwa kusajili shule moja kwa staili hiyo sekondari ya Walawi. Imesajiliwa kupitia kwenye huo mfumo, hajawahi kwenda wizarani, hajawahi kwenda mkoani. Kila kitu kimemkuta alipo ndani ya muda mfupi. Lakini nyingine imetusaidia huu mfumo kurahisisha mchakato mzima wa uanzishaji na usajili wa shule. Mwanzoni tulikuwa tunasafiri kama tulivyosema, mchakato ulikuwa unachukua kama hata miezi hata mitatu. Lakini sasa hivi ndani ya siku 3 hata siku moja anaweza akapata usajili. Lingine ni kwenda na wakati. Dunia sasa imehamia kwenye tehama.
Hatuwezi kuwa sisi kama taasisi ya serikali, dunia imehamia kwenye TEHAMA, sisi bado tunaenda kizamani. Nyingine ni kuondoa usumbufu kwa waombaji. Usumbufu ni mwingine kwa sababu hizi ofisi za serikali zina watu wenye malezi tofauti. Wengine ni warasimu, si ndio? Sasa ili kuondoa mambo kama ya urasimu, hakuna namna ambavyo utakutana na muombaji. Ule mfumo maombi unayakutana kwenye mfumo. Na mfumo wetu ulivyo, ombi lako likikaa kwako ndani ya muda mrefu, linaonesha na wasimamizi wote wanaona kwamba ombi la mtu fulani limekwama kwa mtu fulani. Kwa hiyo utakuwa na sababu ya kujibu kwa nini umelichelewesha. Kwa hiyo unaona inasaidia kuondoa hata urasimu katika utendaji wa kazi. Sasa baada ya huo mfumo wa usajili wa shule, tumeanzisha mfumo mwingine, mfumo wa udhibiti ubora wa shule. Wenyewe ule mfumo ni kama faida zake ni kama ulivyo mfumo wa usajili wa shule. Sisi wadhibiti ubora katika tathmini zetu tunaenda kama kawaida, tunaandika kwenye karatasi, tunakuja kuchakata ripoti, mpaka kutuma ripoti kwa wadau, unakuta inachukua muda mrefu. Sasa mfumo wa udhibiti ubora wa shule utatusaidia, moja ni kupunguza muda wa kuchakata shughuli za udhibiti ubora, kwa sababu mwanzoni taratibu zilikuwa zinatutaka tukienda shule ndani ya siku 14 tuwe tumeshampa taarifa, lakini kwa huu mfumo ndani hata ya siku moja au siku mbili taarifa inaenda shuleni na wanaipata. Lakini pia inapunguza gharama za wino, kuprint karatasi. Sasa hivi hizo gharama tutakuwa nazo, kila kitu tutakuwa tunafanya kidijitali. Kwa hiyo itaipunguzia hata serikali gharama za kuhudumia hizi shughuli za kusimamia ubora wa shule. Lakini kuna kitu kingine, itawaondolea walimu usumbufu, kwa sababu tathmini zetu ili tuzifanye, shule inabidi kwanza ianze kujitathmini, alafu ituletee hiyo tathmini. Fikiria mwalimu anayetoka Kigina zaidi ya kilomita 60, anasafiri kutuletea fomu ya shule kujitathmini ili twende. Sasa hivi hana hiyo haja ya kusafiri. Atafanya kwenye mfumo, alafu anatutumia, akituma tu kwenye mfumo, huku sisi tunapokea. Kwa naona hata walimu tumewaondolea hiyo gharama, watakuwa na muda wa kutosha kukaa shuleni kutekeleza majukumu yao. Lakini pia kuongeza uwazi. Hizi taarifa zetu kila mmoja atakuwa na uwezo wa kuziona. Unaweza kaingia kwenye mfumo, unataka uone taarifa ya shule fulani, kwa sababu shule ni mali ya jamii. Badala ungekuja ofisini kututafuta uombe hiyo taarifa, huo mfumo una dirisha la kuruhusu watu kuingia ili kuona zile taarifa. Kwa hiyo maboresho ni makubwa katika sekta ya elimu. Sisi kama Wizara ya Elimu ambao tuna wajibu wa msingi wa kuandaa sera na kusimamia ubora wa elimu, tumejipanga. Na sisi idara ya udhibiti ubora ambao sisi ndiyo jicho la serikali linapokuja swala linalohusu ubora wa elimu, na sisi tumejipanga, tumewezeshwa vya kutosha. Na tuambie wananchi, kama anaona ana jambo lolote lile ambalo linahusu ubora, nataka kujua linalohusu ubora, mambo ya mitaala nini, ofisi yetu iko wazi, tunawashauri. Lakini kama anahisi kuna changamoto yoyote kule shuleni, iwe ya kitaaluma, ya kimaadili na vyovyote, anaruhusiwa kuja katika idara ya udhibiti ubora, na sisi tunafanya tathmini kuona kuthibitisha kila alichokilalamikia, na mwisho wa siku tunatoa taarifa zitakazosaidia kufanya maamuzi ya kuondoa hiyo changamoto na kuboresha shule zetu katika halmashauri ya Kibondo, lakini na taifa kwa ujumla. Asante. Basi kwanza niwashukuru wenzangu waliokwisha fafanua kwa kirefu kuhusiana na majukumu makubwa ya idara yetu ya udhibiti ubora wa shule. Mimi niongezee tu machache kwa ajili ya kuboresha. Kama tunavyofahamu, kwa kweli idara yetu ya udhibiti ubora wa shule ndio jicho la masuala yote yanayohusiana na elimu katika nchi yetu. Kama walivyofafanua, bila idara hii, ina maana utoaji wa elimu hasa kwa walimu wanaofundisha, lakini na upokeaji wa elimu, yani wale wanaofundishwa, mfumo ule ungekuwa hovyo hovyo, na mwisho wa siku tusingekuwa na wasomi ambao tunawategemea katika nchi hii. Tuwe na wasomi wa uhakika. Basi mimi ninachotaka kuongezea ni kwamba walimu wetu ambao tunawaona tunapokwenda ziara huko shuleni, mojawapo ya jukumu letu ambalo tunalifanya kwa kuwasaidia walimu wetu
ni kuwajengea uwezo wa kitaalamu na kitaaluma kwa ajili ya kudumisha ile kazi yao, mbali na mafunzo wanayokuwa wameshayapata walipokuwa vyuoni, lakini unakuta kwamba kutokana na changamoto za kibinadamu katikati wanajisahau. Kwa sisi tunapofika pale tunakuwa kama catalyst, tunaamsha, tunakuwa chachu ya kuwafanya kwamba wakumbuke kwamba kumbe kuna majukumu mazito wanayopaswa kuyafanya kuhusiana na wanafunzi wanaowafundisha. Kwa hiyo kitu tunachowaongezea cha kwanza kabisa ni kuwawezesha kutengeneza na kutumia zana za kufundishia na kujifunzia. Kwa walimu, ufundishaji kwa kutumia zana ni kitu cha muhimu sana, kwa sababu zile zana, faida ya kwanza, inamrahisishia mwalimu mwenyewe kutumia muda mfupi anapokuwa anawasilisha mahiri zake kwa wanafunzi wake. Lakini wanafunzi pia wanapojifunza kwa kutumia vitu halisi ambavyo mwalimu anakuwa ameshaviandaa, wanajifunza kwa wepesi. Kwa hiyo ule mchakato wa kufundisha na kujifunza unachukua muda mrefu, na ndipo tunapopata sasa matokeo mazuri. Wale wanafunzi wanapata kile kitu ambacho tulitarajia tukipate. Kwa hiyo tunawahamasisha kubuni, tunaita kufaragua zana za kufundishia kutegemea na mazingira ya mahali wanafunzi walipo, yani shule ilipo, na mazingira ya walimu wenyewe walipo. Kwa hiyo vile vitu vinavyoonekana katika mazingira yao tunawahamasisha wavitumie, japokuwa vingine wanalazimika wavinunue, lakini wakati mwingine sio lazima. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba mwalimu anakuwa na huo uwezo wa kutumia makunzi, yani vitu vilivyoko katika mazingira yao, kuandaa kwa ajili ya ufundishaji na ujifunzaji. Lakini kitu kingine ni masuala ya kujiendeleza, kwa sababu walimu ni fani ambayo ni endelevu. Wanatakiwa wawe, kama alivyosema mwenzangu, wawe katika dunia inayoendelea, yani wasibaki nyuma. Kwa hiyo tunawahamasisha wajiendeleze kwa kutumia hivi vifaa ambavyo bahati nzuri shule nyingi zimegawiwa vifaa vya tehama kwa ajili ya matumizi ya sayansi na teknolojia. Kwa hiyo hivi vifaa wavitumie sasa kujiendeleza wao wenyewe, lakini hatuishii hapo hapo. Tumewawezesha kutumia utaratibu wa kutumia MEWAKA, yani mafunzo endelevu ya walimu kazini. Kwa hiyo kila mahali pa kazi wanakuwa na kitu kama hicho kwa ajili ya kukumbushana mambo muhimu ambayo wanatakiwa wayatumie kwa ajili ya kuwafundisha wanafunzi wao, na wao pia kufundisha kwa wepesi. Lakini kitu kingine tunachowahamasisha ni kubuni mbinu mbalimbali za ufundishaji na ujifunzaji, kwa sababu kama tunavyojua ufundishaji ni sanaa ambayo inatakiwa itumie utaratibu maalum. Ni kama mtu yuko hapa anataka kwenda, labda anaenda Kigoma, mtu mwingine anaweza katumia ndege, mwingine akatumia gari kulingana na mazingira, lakini wote tunafika kule. Sasa hapa sisi tunachokifanya ni kujaribu kutafuta njia nyepesi kulingana na uwezo wa watoto wetu kufika mahali walipo. Kwa hiyo tunawafundisha walimu wetu watumie mbinu mbalimbali, na hasa mbinu ambazo zinawashirikisha wanafunzi wetu katika ujifunzaji. Na hasa kwa sasa hivi katika maeneo yetu kuna mbinu ambayo tunaitumia ya kuhamasisha kufundisha kwa kutumia mbinu ya michezo. Kama alivyosema mwenzangu, sasa hivi michezo tunaona kwamba ni ajira na kila mmoja anapenda michezo. Kwa hiyo mwalimu anapokuwa anafundisha mahiri yake kupitia mbinu ya michezo, watoto wanafurahi, wanashirikishana, lakini hapo hapo wanakuwa wanajifunza kile alichokilenga mwalimu wao. Lakini pia kuna mbinu kama ya majadiliano na kadhalika, ili mradi mwisho wa siku mwanafunzi aonekane anashirikiana na mwenzake katika kujifunza kwa kile kitu ambacho mwalimu wake amekiandaa. Lakini mwisho ni kuendelea kuwapa ushauri wa kitaalamu
na kitaaluma walimu wetu, hasa tunapokuwa tumefanya ziara kwenye shule husika na kubaini kwamba kuna mapungufu ambayo yametokea, ili pengine kama sio kuyamaliza tena, basi yasijirudie tena, kabla ya kuwaletea taarifa ya jumla ya ziara ambayo inakuwa imefanyika kwenye shule husika. Kwa hiyo huu ushauri tunautumia kwa kuwapa walimu wenyewe hapo hapo, lakini na jamii inayozunguka na inayoshiriki katika masuala mazima ya kuendeleza shule husika. Na mwisho ndio tunawaletea sasa maandishi kwa ajili ya kumbukumbu, ambayo tunamshauri na mwenye shule ambaye ni mkurugenzi, mambo ambayo yako chini yake aweze kuyafanya kwa ajili ya shule husika, ili kuiendeleza shule kitaaluma na kuongeza ufaulu wa wanafunzi. Asante, naomba kuwasilisha. Asante. Mimi sintakuwa na mengi ya kusema kwa sababu mengi yamesemwa na waliotangulia. Labda cha msingi ni kutaka kuweka usawa kidogo kwamba sisi tuko wilayani. Akisema idara ya udhibiti ubora ni idara ambayo iko kwa mkurugenzi, na kimsingi idara hii haiko chini ya mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya. Sisi kama watumishi wa idara ya udhibiti ubora tuko chini ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Sasa ukiangalia majukumu yetu kama idara, Wizara ya Elimu inaandaa sera, miongozo, sheria, taratibu za usimamizi na uendeshaji wa shule kwa watekelezaji. Sasa sisi kama idara ya udhibiti ubora ni wasimamizi wa sheria, kanuni, taratibu na usimamizi wa uendeshaji wa shule. Kwa hiyo kazi yetu sisi ni kuangalia zile sheria zilizotungwa, zilizoandaliwa na wizara juu ya usimamizi na uendeshaji wa shule, kama zinatekelezwa kwenye shule zetu chini ya halmashauri. Kwa mfano, unakuta wizara inasema kwamba shule ya kutwa masomo yake yanaisha saa 8:30, si ndio? Lakini unaweza ukakuta ni vipindi vingapi? Ni vipindi 8. Kwa hiyo sisi tunapokwenda shuleni unaangalia kwamba je, hao walimu wanafuata ile ratiba ya shule, vipindi vimeenea? Kama vipindi havijaenea unamshauri. Ama kuna shule unakuta ni ya day, unakuta labda unasema sisi tutasoma mpaka jioni, mpaka usiku. Kwa hiyo zile sio utaratibu. Kwa hiyo sisi tunawaambia kwamba bwana, tufuate nini? Utaratibu. Kuna sheria za viboko, kuna na mambo yasiyo ya kawaida. Tunaangalia na mambo yanayojitokeza ambayo sio ya kawaida. Kwa mfano mwanafunzi kubakwa, kuteswa, kufanyaje, sisi tunaripoti. Lakini kikubwa sisi tunaanzia kushauri kuanzia ngazi ya shule, tunakuja kwa mwenye shule. Na kama kuna jambo lisilo la kawaida, kwa mfano unaenda shuleni unakuta labda watoto wanasomea nje, hilo usubiri mpaka kwenda kuliandika kwenye taarifa, utakuja moja kwa moja mpaka kwa mkurugenzi kwamba kuna 1, 2, 3, na yeye mara nyingi anachukua action. Kwa mfano kuna kipindi tulienda shule moja huko nyuma, tukakuta wanakaribia kufanya mtihani, lakini dawati zilizopo za watoto kukaa hazitoshelezi idadi ya wanafunzi waliopo. Kwa maana hiyo labda mtihani ungefanyika watoto wamekaa chini. Tulivyotoka huko tukuja kumtaarifu mkurugenzi, kuna 1, 2, 3, na dawati zilitafutwa usiku huo, kupelekwa shule. Kwa hiyo sisi tunachoangalia, tunashauri ngazi ya shule, jinsi ya usimamizi na uendeshaji wa shule. Then baada ya hapo tunakuja kumpa feedback mwenye shule ambaye ni mkurugenzi. Lakini ukiangalia hata kwenye tathmini zetu tunazozifanya, ule ukaguzi tunazofanya kwenye shule, kuna maeneo ambayo yote tunaangalia maeneo yote na tunawashirikisha watu tofauti tofauti. Kwa mfano ukitaka kupata taarifa nzuri ya shule,
Mara nyingi unakuta tunaongea na walimu, tunaongea na mwalimu mkuu, tunaongea na wanafunzi, tunaongea na wazazi, na wakati mwingine tunaongea na viongozi. Unaona? Sasa unapoongea na wadau wote wa namna hiyo, hata ukiandika taarifa ya shule utapata picha ya hali ya shule, kuliko kwenda ukakuta shule ukaongea na walimu. Unaweza ukakuta walimu labda wanalaumu jamii, ushirikiani, sisi kuna nini, kumbe unaweza ukakuta labda changamoto iliyopo ni sisi walimu tunashindwa kushirikiana na jamii ili kufanya mazingira ya shule kuwa rafiki. Kwa hiyo sisi kazi yetu ni kushauri, na shauri tunapendekeza, bwana tungefanya hiki na hiki ingekuwa kizuri zaidi. Ndiyo kazi ambayo tunayoifanya sisi. Naomba kuwasilisha. Katika kufafanua shughuli za idara ya udhibiti ubora wa shule, kama ambavyo wadhibiti ubora wenzangu wamefafanua kwa kirefu, hasa tukigusia upande wa majukumu yetu, sera kwa ujumla na mtaala. Yapo mambo ambayo natamani kutoa shukrani. Kipekee kabisa napenda kutoa shukrani za pekee kwa rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan wa awamu ya 6 kwa kukubali muundo wa udhibiti ubora. Muundo wa udhibiti ubora ni gharama, ikiwa ni pamoja na uendeshaji wake. Gharama hizi unaona vifaa vya uendeshaji, lakini awamu hii ya 6 imejitahidi sana. Kipekee kabisa idara ya udhibiti ubora halmashauri ya wilaya ya Kibondo tumepokea gari jipya kabisa la kutuwezesha kufanya kazi pamoja na halmashauri zingine. Gari hizi ziligawiwa tarehe 14 mwezi wa 3 mwaka 2015 na Mheshimiwa mbunge waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Profesa Mkenda. Hii ni kazi kubwa inayofanywa na serikali. Ni kazi kubwa sana inayofanywa na serikali. Na nitoe shukrani pia kwa kamati zilizoundwa ambazo ziliratibu sera yetu ya elimu na mafunzo ya ufundi ya mwaka 2014. Ziliundwa kamati mbili. Kamati ya sera na kamati ya mtaala. Kamati ya mtaala tunashukuru kwa vitendea kazi ambavyo sasa kama wenzangu walivyofafanua vinaendelea kuja, kwamba sasa tunaendelea kuhama, tunaingia kwenye tehama na masuala yote ya vitabu, vitendea kazi vyote kwa ujumla, kwa maana ya kuanza na vitabu, vifaa vya tehama. Tunaishukuru kwa kweli serikali, na sisi kama watendaji wa serikali tunaendelea kutekeleza malengo yaliyowekwa na zile kamati. Katika kamati zile zilizoundwa, ambayo ilikuwepo kamati ya sera na kamati ya mtaala. Kamati ya sera ilikuwa na malengo 7 na sisi tunaendelea kuyatekeleza. Malengo haya ni utaratibu nyumbufu. Utaratibu nyumbufu ndio huwa wameufafanua wadhibiti wenzangu wa kwamba sasa elimu ya awali itakuwa na muda gani, elimu ya msingi itakuwa na namna gani. Hilo limeshafafanuliwa. Lakini pia fursa mbalimbali, ndio ili kwamba anayehitimu aweze kupata fursa, lakini hizi fursa zituwezeshe kujibalance kitaifa na kimataifa, kwamba elimu tunayoipata iendane na viwango vya kitaifa, kimataifa na kikanda. Lakini pia kuna shule salama. Tunaona namna ambavyo serikali inajitahidi kuboresha miundombinu ili shule zetu ziweze kuwa na za kuvutia katika swala zima la ufundishaji na ujifunzaji. Lakini kuna viwango vya ubora. Viwango vya ubora wadhibiti wenzangu wamefafanua,
namna ya utahini utakavyokuwa unakuwa, kwamba mitihani itakuwa inakuwa ya namna gani kuanzia ngazi ya elimu ya awali mpaka kufika elimu ya juu. Tukiangalia kama tahasusi, kwa maana ya elimu ya msingi, ya tahasusi kwa sekondari. Sekondari walikuwa na masomo 7 ya msingi, lakini mpaka sasa yameongezeka, yamekuwa masomo 27. Na kwa kuwa yamekuwa masomo 27, hata tahasusi zimebadilika. Tahasusi zitakuwa, kipindi cha nyuma zilikuwa tahasusi 16, zikabadilika na kuongezeka kuwa taasisi 66. Kwa huu mtaala ulioboresha, sasa tahasusi ziko 88. Kwa hiyo zinaniwezesha wanafunzi wetu kuwa na uwanda mpana wa kuchagua kipi cha kufanya. Kwa hiyo katika siku hii ya leo, mimi ambaye ni mdhibiti ubora mkuu wa shule wilaya ya Kibondo, nishukuru sana vyombo vya habari ambavyo vimekubali kuwa pamoja nasi, kusikiliza shughuli zetu, kutambua majukumu yetu, ili kuweza kuambia umma wa Watanzania ambao pengine walikuwa hawafahamu shughuli zetu, ambao pengine wana masuala yao ya kielimu, wapi waweze kwenda kuuliza. Tunawakaribisha sana idara ya udhibiti ubora wa shule, kwa sababu ni majukumu yetu kutoa huduma ya kitaalamu na ya kitaaluma, kutoa ushauri kwa jamii yetu ya Kitanzania kwa masuala yanayohusu elimu, hususani katika wilaya yetu ya Kibondo ambapo ndo tunatumika. Na washukuruni sana. Asante sana kwa maelezo ya idara nzima ya udhibiti ubora kwanza. Sasa mimi swali langu lilikuwa kwenye maelezo aliyotoa kaka pale kuhusiana na walimu wote ambao watakuwa wanafundisha sasa hivi kuanzia shule ya awali mpaka zile sekondari. Umesema kwamba wale walimu watatakiwa wote wawe ni wahitimu wa degree. Itafika mahala watatakiwa wote wawe, yani ukimwona mwalimu ambaye anafundisha awali, sijui primary mpaka sekondari, yani tujue kwamba wote watakuwa ni wahitimu wa kwenye degree. Sasa swali ni kwamba hawa walimu wa shule za awali tunavyojua elimu yao wengi inasemekana kwamba ni wale wa certificate wa awali. Alafu hawa wa primary wengi wanasemekana ni wa diploma. Wa sekondari ndio wanasemekana ni wale waliomalizwa degree. Na ukiangalia hata katika huu upangaji wa walimu sasa hivi, serikali tunajua inaendelea kuajiri walimu. Inawapanga kutokana na hivyo. Ukiangalia unakuta sijui mwalimu daraja la 3 ndio wanasemekana ni wale wa degree, alafu kuna wa awali na kuna sijui na hawa wa shule za msingi. Sasa nyinyi kama udhibiti ubora na hili jopo la walimu ambao tayari sasa limeshaajiriwa, wao wataendana vipi yani na hizi sera ambazo ndo ziko sasa hivi hapa? Kwanza ni kushukuru kwa swali zuri. Nianze kutolea ufafanuzi swala la walimu na ngazi zao za elimu. Katika walimu, kikomo cha ngazi ya kufundisha huwa kiko kwa kwenda juu na sio kwa kwenda chini. Mfano, kwa kipindi cha zamani, ule mtaala wa zamani, utaratibu tuliokuwa nao, ukiwa na certificate mwisho wako kufundisha ilikuwa ni la 7. Ukiwa na diploma mwisho ilikuwa ni form 4. Alafu ukiwa na degree unaenda huko kote. Ila kwa ngazi yoyote elimu ulionayo chini una kikomo. Unaweza ukawa na diploma ukafundisha kuanzia chekechea. Unaweza ukawa na degree ukaanzia chekechea, nao walimu tunao. Kwa sababu katika mafunzo ya ualimu unafundishwa malezi ya mtoto kuanzia yuko tumboni mpaka anakuwa mtu mzima kwa ngazi yoyote, na unafundishwa na mbinu za ufundishaji. Kwa hiyo kazi yako mwalimu ni namna ya kutumia zile mbinu kulingana na tabia za mtoto, kulingana na makuzi yako uliyosoma kwenye saikolojia yake. Kwa hiyo hata kwenye mtaala wa zamani tuliokuwa nao, tuna walimu wana degree wako chekechea, tuna walimu wana degree wako shule ya msingi, tuna walimu wana degree wako sekondari. Ila hatuna mwalimu wa certificate yuko sekondari. Kwa sababu kikomo kiko juu.
Sasa kwenye mtaala ulioboreshwa hali ikoje? Kwanza certificate haipo. Tunaanzia diploma kwenda juu. Kwa hiyo yeyote yule mwenye diploma na degree atafundisha chekechea, atafundisha shule ya msingi, atafundisha na upande wa sekondari. Ila mwenye diploma hatafundisha sekondari, atafundisha chekechea hadi shule ya msingi. Nadhani imeeleweka hapo. Mwenye diploma atafundisha kuanzia chekechea mpaka la 6. Sekondari ni yule mwenye degree tu. Ila mwenye degree na yeye atafundisha chekechea na shule ya msingi na sekondari. Kikomo kiko juu kulingana na elimu. Ila kuna elimu inayomzuia kwenda wapi? Chini. Mpaka sasa hivi tuna walimu wa degree wako wanafundisha chekechea. Tuna walimu wa degree wanafundisha shule ya msingi na tuna walimu wa degree wanafundisha sekondari. Hali ikoje kwamba sasa hivi unaona bado wanaajiriwa walimu wa daraja la 3 ambao kimsingi ni certificate. Kumbuka sasa hivi tunatekeleza mitaala miwili. Mtaala ulioboreshwa mpaka sasa hivi wamefika darasa la 4. Lakini bado tuna kundi linalosoma mtaala wa nini? Wa zamani. Kwa hiyo hawa walimu waliopo itakuwaje kwa baadaye serikali itatoa utaratibu namna ya kuwajengea uwezo katika mazingira yao ya kazi ili waendane na hiyo. Kwa hiyo wakati ukifika huo utaratibu utafanya nini? Utatolewa wa namna ya kuwaendeleza. Hatuamini kwamba serikali inaweza ikawaondoa kwenye utumishi wa umma. Tulishapitia mabadiliko mengi ambayo yaliwalazimu walimu wakawekewa utaratibu namna ya kujiendeleza. Kwa hiyo tuna imani na wao watawekewa huo utaratibu. Lakini kwa sasa hakuna chuo kinachodaili wale walimu ambao ni wa certificate. Chuo chochote cha walimu sasa hivi kinadaili kuanzia sekondari, kuanzia diploma na degree, na wao wanajifunza masomo kwa ajili ya mtaala ulioboreshwa. Kwa hiyo kwa ufupi uko hivyo, na kwa kweli unachosema ndivyo mtazamo wa jamii, kwamba mwalimu wa elimu ya awali ana elimu kidogo, wa msingi kidogo imepanda, wa sekondari imepanda sana. Lakini wanapaswa wajue kwamba kikomo kiko juu, ila chini yeyote anaweza akafundisha. Na lengo la serikali ni kuwa na walimu wenye elimu nzuri katika ngazi zote za elimu kama sasa hivi inavyoenda. Nadhani nimelijibu vizuri. Na mimi naomba niongezee. Nasema kama walimu wa ngazi ya certificate tafikia mahala watakuwa wakati ya juu. Labda kwa hawa ambao wako mtaani na wana ngazi za certificate. Serikali imejipanga vipi sasa ili kuendeleza kielimu au ndio imeisha hiyo kwamba hawatapata tena? Hilo swala serikali inalifanyia utaratibu na maamuzi yake yako katika ngazi ya wizara. Tuvute subira, baadaye wizara itatoa utaratibu namna ya kuwahudumia wale walimu. Lakini kwa vyovyote vile hakuna namna ambavyo inaweza ikawatelekeza. Kwa hiyo liko katika ngazi ya wizara na wizara italitolea utaratibu. Lakini jambo ambalo liko wazi kwamba hakuna mwalimu wa certificate anayedairiwa katika vyuo vya ualimu. Kwa hiyo litatolewa tu utaratibu, kwa sababu mabadiliko yanafanyika na kila hatua utaratibu utatolewa namna watakawawekea utaratibu mzuri wa namna watakavyowaweka katika mfumo wetu wa elimu, ambavyo kwa vyovyote vile itakuwa ni kuwajengea mazingira ya wao kujiendeleza ili waendane na hiyo hali halisi.